Hii ni K-News habari. Mambo yanazidi kuwa mambo mazito sana kupitia chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Unakumbuka kwamba mwaka huu pia chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kimekuwa kikipitia wakati mgumu, hususan kuanzia kwa mwenyekiti ambaye mpaka hivi sasa mtakibani zaidi ya mwezi mmoja kuweza kufungwa gerezani. Lakini pia tumeona baada ya kufungwa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu gerezani kwa kosa la uhaini, amekuwa ni moja kati ya watu ambao wamekuwa wakipokea taarifa kutokea chama cha demokrasia na maendeleo Chadema zikiwa zikiendelea kuashiria ama kuonyesha ni kwa namna gani wanachama baadhi wamekuwa wakiondoka kupitia chama cha Chadema na kuelekea vyama vingine. Sasa aliyekuwa katibu mwenezi wa jimbo la Siha kupitia Chadema Robert Gabriel Mrisho ametangaza rasmi kujiuzuru nafasi hiyo pamoja na kujiondoa kuwa mwanachama wa chama hicho alichokitumikia kwa zaidi ya miongo miwili. Katika barua rasmi aliyowasilisha kwa katibu wa Chadema wilaya Siha tarehe 24/2025, Mrisho amesema amekuwa mtumishi mwaminifu wa chama tangu mwaka 1995 akihusika katika kampeni na kushika nyadhifa mbalimbali zikiwemo diwani na mjumbe wa serikali kwa tiketi ya Chadema. Nimejivua nafasi hii ambayo nilitumikia kwa uadilifu na mapenzi makubwa bila kujali kulipa gharama zinazotokana na mazingira ya kisiasa nchini. Hata hivyo, amesema hali ya kisiasa ndani ya chama hicho imekuwa ngumu, hasa baada ya ukaguzi wa ndani uliofanyika tarehe 3 Oktoba 2024, ambapo licha ya kuchaguliwa tena amekuwa akikumbwa na mashinikizo na kejeli kutoka kwa makundi ya kisiasa ndani ya chama hicho. Nimekuwa nikikabiliwa na mashinikizo ya makundi ya uchaguzi ambayo yamekuwa akinizalilisha kwa maneno ya kejeli, lugha zisizo na staha, hali inayopelekea kushusha heshima yangu binafsi. Robert Mrisho ameeleza kuwa licha ya kuwa mwanachama wa muda mrefu, mazingira ya sasa ya Chadema hayana tena misingi ya demokrasia wala heshima, jambo linalopunguza morali ya kujitolea na kushirikisha kikamilifu katika shughuli za kichama. Kwa upendo mkubwa amewashukuru wanachama wa Chadema hasa wakati akinua na wananchi waliompa ushirikiano wakati akiwa diwani kati ya mwaka 2015 hadi 2020. Kwa sasa bado haijafahamika kama atajiunga na chama kingine cha siasa au kubaki huru, lakini amesisitiza kuwa ataendelea kuwa na dhamira kuitumikia jamii yake kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho watu wengi pia wamekuwa wakiendelea kujiuliza. Hii ni K-News habari.